Swala kabisa mtazamaji, bila shaka imegonga saa 7 kamili saa za Afrika Mashariki. Mie na kukaribisha kwenye taarifa za TV47 mwendo wa saa 7 kutoka hapa katika makao makuu ya TV47. Mie ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Kumbuka unazidi kufuatilia matangazo haya kupitia mtandao wa YouTube TV47 Live, pale kwenye mtandao wa X ni @TV47 Digital, na bila shaka nitakuwa na kuarifu mengi zaidi, lakini kwa sasa wacha tuanze na taarifa ya kwanza. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula amemwomboleza mbunge wa Emurua Dikir Johana Ng'eno kama kiongozi shupavu aliyetekeleza majukumu yake ya ubunge kwa ubora ambao uliwafanya wananchi wa Emurua Dikir kumchagua kwa mihula ya 3. Wetangula aliongoza ujumbe wa makamishna wa tume ya huduma za bunge PSC na wabunge katika kutoa rambirambi kwa familia ya Ng'eno nyumbani kwake mtaani Karen hapa jijini Nairobi. Amewataka wabunge kumuiga Ng'eno na kuwatumikia Wakenya kikamilifu. Hebu sasa tuungane naye mwandishi wetu wa habari Sheila Chalangat ambaye yuko nyumbani kwa Ng'eno mtaani Karen atujuze mengi zaidi. Sheila Chalangat, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, tueleze hali iko namna gani katika nyumbani kwake Ng'eno? Naam, asante sana mwenzangu Paul Kirobi. Kama ulivyotaja ni kwamba tuko kwenye makao ya marehemu mbunge wa Emurua Dikir Johana Ng'eno, na kwa siku ya 3 sasa marafiki, viongozi na jamaa wanazidi kufika hapa kuomboleza na familia ya Johana Ng'eno. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula akiongoza baadhi ya wabunge kufika hapa tu kuomboleza na familia hii. Baadhi ya viongozi ambao tumeweza kuwaona wakifika hapa ni kama vile Waziri Soipan Tuya, Waziri wa Elimu Julius Migos Ogamba, pia tumemwona gavana wa Narok na pia mbunge wa Njoro ambaye ni Charity Kathambi, wote tu wakimuomboleza marehemu kama kiongozi ambaye alikuwa ni mwenye ushupavu mwingi. Spika Wetangula ameweza kumtaja marehemu Johana Ng'eno kama mmojawapo wa wabunge ambao walikuwa ni bora zaidi katika bunge la kitaifa, na hii hapa ni kauli yake hapo awali. You have already put pen to paper, Honorable Governor. To the family, friends and constituents of Honorable Ng'eno, and to the family, friends of the other 5 passengers on the aircraft that perished with him, pilot Were and the support team that Mheshimiwa was traveling with. As a parliament, we have lost one of our finest in conduct, finest in debate, finest in leadership, a member who was doing his 3rd term, who was privileged to be the chair of the Committee on Housing, overseeing the very critical government program of affordable housing, development of public markets, development of hostels in schools, and formulating and improving and reviewing and evaluating the housing policies of this country to translate them into regulations and law. Johana was a very gifted member of parliament, never speaking out of turn, never offending the standing orders of the House, and constantly consulting where he needed to consult to make rational decisions. As a House of Parliament, as a country, and his constituents, and above all his family, we have lost heavily. And we send our condolences to the people of Kenya. Whenever we have such a tragedy, Kenyans have got the good habit of coming together to express their empathy and sympathies and condolences to bereaved families. This reminds us of the tragedy we suffered in Marsabit when we had an air crash that claimed the late Honorable Godana and many members of parliament. And we, as we mourn, we pray to God to protect the families
and also encourage the aviation authorities to ensure that regulations are enforced when the weather sounds and looks bad, what pilots should do, so that we don't have a recurrence of this kind of tragedy. Thank you. Naam, kutokea hapa hapo kesho, ibada ya misa ya wafu inatarajiwa kufanyika katika kanisa la AGC Karen kwa wote 6 ambao walifariki katika ajali ya helikopta Jumamosi jioni. Kisha siku ya Alhamisi tutaweza kuona ibada nyingine huko Narok kwa wote 6 ambao walifariki pia. Kisha sasa, kulingana na mila na desturi ya jamii ya Kipsigis, mwili wa marehemu Johana Ngeno itafika nyumbani kwake kwa mkesha kabla ya mazishi siku ya Ijumaa. Kufikia sasa tumeweza tu kuelezwa kwamba upasuaji wa mwili wa marehemu Johana Ngeno pamoja na wengine 5 waliofariki endelea katika makafani ya Lee, na tutazidi kufuatilia kujulisha ambayo yanajiri. Asante sana mwandishi wetu Ishela Chalangat ambaye anazidi kufuatilia taarifa hiyo kwa kina zaidi. Atakuwa anatujuza kwa mapana na marefu mwendo wa jioni. Lakini kwa sasa wacha tuangazie taarifa nyingine ambapo Rais William Ruto ametetea makubaliano yake na gavana wa Nairobi Johnson Sakaja, akisema kuwa mabadiliko ya taifa zima yataanza na kaunti ya Nairobi. Akizungumza alipokagua hospitali ya Motoine, eneo bunge la Dagoretti katika kaunti ya Nairobi, rais amesema kuwa kwa muda mrefu jiji la Nairobi limetelekezwa kimaendeleo, hali ambayo inadhororesha hadhi ya taifa. Kubadilisha Kenya inaanza hapa Nairobi. Ni kweli ama si kweli? Hii Nairobi miaka nyingi imekaa kusahauliwa. Takataka imejaa Nairobi. Barabara mbovu imejaa Nairobi. Hospitali haitoshi Nairobi. Mataa haitoshi Nairobi. Na ndio sababu nimekubaliana na county government ya Nairobi ya kwamba kubadilisha Kenya lazima tuanze hapa Nairobi. Munasema tuanze hapa Nairobi ama tusianze hapa Nairobi? Tuanze hapa Nairobi. Na ndio sababu hii hospitali munaona hapa, si ndio? Tumekuwa na hospitali ndogo pale. Wakati nilikuja hapa mwaka uliopita, niliwaambia tutakuja kutengeneza hii hospitali tukamilishe ikuwe tayari. Sasa nimekuja hapa kuiangalia. Na mimi nataka munisikie watu wa Nairobi. Hii hospitali yenu mwezi wa 4, yani next month, mwisho ya next month, mimi nakuja kufungua hii hospitali ikiwa imekuwa tayari. Hapa tumewapatia pesa ya serikali. Na sio kufungua tu hospitali. Serikali tutaweka equipment ama ile vifaa ya MRI, ya ICT, tutakuwa na ICU. Ni taarifa ambayo tunazidi kuandaa kwa mapana na marefu zaidi. Kwingineko ni kwamba Wizara ya Nishati na Petroli imewahakikishia Wakenya kuwa kuna akiba ya kutosha ya bidhaa za mafuta licha ya mvutano unaoendelea Mashariki ya Kati, eneo ambalo Kenya hupata sehemu kubwa ya uagizaji wa mafuta. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, Waziri wa Nishati Opiyo Wandayi anasema kwamba serikali imekagua hali ya akiba na usambazaji na kuthibitisha kuwa taifa lina mafuta ya kutosha kukidhi mahitaji ya ndani na ya kikanda. Aidha, uagizaji wa mafuta umepangwa hadi mwishoni mwa Aprili mwaka wa 2026, hatua inayotoa uhakika wa usalama wa usambazaji. Wizara imesema inafuatilia kwa karibu hali inayoendelea na ambapo imeanza mashauriano ya moja kwa moja na serikali zinazouza mafuta kama sehemu ya mikakati ya dharura. Wandayi amewahakikishia wananchi na wadau wa sekta hiyo kuwa serikali iko macho na ambapo itachukua hatua zinazohitajika ili kuhakikisha usambazaji wa mafuta haukatizwi. Serikali imeahidi kuendelea kutoa taarifa kwa umma kuhusu mabadiliko yoyote yanayohusu hali ya usambazaji wa mafuta, ikilenga kutuliza hofu ya uhaba wa mafuta na mabadiliko ya bei kutokana na misukosuko ya kisiasa Mashariki ya Kati. Mbali na taarifa hiyo,
Na sasa tunaelekea katika kaunti ya Nakuru ambapo Mahakama Kuu ya Nakuru inatarajiwa kutoa mwelekeo katika kesi ya kutoweka kwa mvuvi Brian Odhiambo aliyotoweka Januari tarehe 18 mwaka wa 2025. Mahakama hiyo inatarajiwa kuamua kama maafisa 6 wa KWS walioshtakiwa wana kesi ya kujibu. Kwa sasa tunaungana naye mwandishi wetu wa habari Mike Chalo ambaye amekita kambi katika mahakama hiyo. Mike, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, tujuze kwa kina. Naam, asante sana Kirobi. Kweli kabisa tunakujia mbashara kutoka katika mahakama ya Nakuru ambapo mchana wa leo uamuzi mkubwa wa kesi ya kutoweka kwa mvuvi Brian Odhiambo unatarajiwa kufanyika hapa. Kumbuka ni takriban mwaka mmoja na kama mwezi mmoja tangu kutoweka kwa Brian Odhiambo, na izungumzia Januari tarehe 18 mwaka 2025 ambapo alipotoweka, na basi maafisa 6 wa mbuga ya wanyama ya Nakuru wa KWS waliweza kutuhumiwa na kutoweka kwake, ikikisiwa kuwa maafisa hao waliweza kumteka nyara, na baadaye basi Mei mwaka jana tu, bado mwaka 2025, tarehe 19 vikao vya kusikizwa kwa kesi hiyo vikaanza rasmi baada ya maafisa 6 hawa ambao wanatuhumiwa kuweza kukana mashtaka dhidi yao na kusema kuwa 6 wale hawakumfahamu Brian Odhiambo au hawakumjua mtu yoyote kwa jina la Brian Odhiambo, na kuwa taarifa za Brian Odhiambo waliweza kuziona katika mitandao ya kijamii na televisheni. Na baada ya pale basi vikao vikaendelea, baadhi ya vikao vikiwa vya aina ya kipekee, ambapo Novemba tarehe 10 kikao cha kipekee kikiweza kufanyika katika mbuga ya wanyama ya Nakuru katika eneo la Manyani, ambapo inakisiwa kuwa Brian Odhiambo ndio eneo ambalo aliweza kutekwa nyara. Na mpaka sasa mashahidi 15 katika kesi hiyo wameweza kutoa ushahidi wao, ambao waliweza kuzungumza mbele ya mahakama ya Nakuru wakitoa tu shuhuda kuhusiana na kutoweka kwake, baadhi ikiwa tu ni mamake Brian Odhiambo, kakake na baadhi ya majirani ambao wanadai kushuhudia kutoweka kwa Brian Odhiambo. Na mwendo wa saa 8:30 kikao hiki kitakuwa kinaanza rasmi hapa katika mahakama ya Nakuru. Kumbuka pia kamati ya usalama ya Seneti iliweza kufika hapa mwaka jana pia kutathmini hali, na sasa naomba tu niruhusu niweze kuungana tu na mmoja wa wanaharakati ambaye amekuwa akifuatilia kesi hii na ambaye pia ulienda kukaa katika kikao cha usalama cha Seneti Nairobi, baada ya kikao ambacho pia maseneta wale ambao wako katika kamati ya usalama waliweza kufika hapa. Pengine kwa maoni yako, kesi unadhani kikao cha Seneti ambacho cha usalama, kamati ya usalama ya Seneti ambayo ilikuja kutathmini kesi hii, kwa maoni yako nadhani wamekuwa wakifanya kazi ipasavyo? Asante kabisa. Niruhusu niongee kwa Kiingereza. My name is Tom Mboya and I'm the director of GapLink International. I just want to say that we are so grateful that God has taken us this far, and today is a day of finality when we are going to have the ruling of the court in Court 8 under Honorable Justice Kipkirui Kibelion, whom we can say has been a very, very good judge in this matter. At least he's shown a lot of soberness, and also his tranquility has brought people to calm down. If you recall, the previous times we had a lot of revolts where people were going to the streets and doing a lot of, but now we have a bit of sensibility. So we are grateful for that. Today being the special day for this ruling, we are also keen that we would see at the end of the day justice is done for this family. They've agonized for a lot of period, and considering also when we are looking at even the cultural backgrounds, where in the Luo traditions, customs, we cannot do much until the elders ultimately come together and they decide we are going to do maybe some rituals to end this matter. For now, kile kikao cha Seneti unadhani kilitendea haki kesi? Then for the Senate, I would want to say we only called upon the Senate to come because they've got a legal mandate to come to this site, and actually after a long progress they were able to come.
But unfortunately, we did not see a good outcome because they left without visiting the sites that we had requested them to come and see. They also did not have the opportunity to speak with the people. What we found is that they went for a security committee meeting, and that was not the reason that we had requested them to come. So we were able to make a protest on that, and we wrote to them again another letter. Fortunately, last week, I was able to be invited before the Senate. This is the Senate Committee on National Security and Foreign Relations, and headed by Madam Dulo, and other 9 senators who are members of that Senate. And of course, the Nakuru Senator, Tabitha, being hosted, because she's the host. This is Nakuru region, so she was expected to be the host. And unfortunately, we were not able to hit the quorum. We waited for the procedural time for hitting the quorum. We did not hit the quorum. And they promised that they are going to call us on the 25th of this month. We'll be appearing again before the Senate so that we can forge forth on this. Asante sana. Ni mmoja tu wa wanaharakati ambaye amekuwa akifuatilia vikao vya kesi hii vya kutuweka kwa Mvuvi Brian Odhiambo. Kumbuka kama nilipokueleza awali, ni kuwa kesi hii imekuwa ya kipekee, manake kwa wakati mmoja pia baadhi ya magari ambayo yalihusishwa na kutuweka kwa Brian Odhiambo yaliweza kufikishwa katika mahakama hii ya Nakuru, yakaweza kutathminiwa na kuangaliwa pengine magari hayo pengine yanafanana kwa mujibu tu baadhi ya mashahidi waliweza kuyatathmini. Na vile vile kumbuka uamuzi ambao utakuwa unafanyika baadaye saa 8:30 utakuwa unaangazia pande mbili. Endapo basi maafisa hawa 6 wa KWS watapatikana na kesi ya kujibu, basi kesi hii itakuwa inaendelea na watakuwa wanapatiwa nafasi ya kujitetea. Na endapo basi mahakama vile vile itakuwa inaamua kuwa hawana kesi ya kujibu kutokana na ushahidi ambao umekuwa ukitolewa, kesi itakuwa inatamatikia hapa, na hivyo basi upande wa walalamishi watakuwa wana fursa tu moja ya kipekee kuweza kutafuta rufaa kutokana na kesi hii. Tumekita kambi hapa katika mahakama ya Nakuru kuhakikisha kuwa kikao cha kesi hii kitakapokuwa kinaanza mwendo wa saa 8:30 tutakuwa tunafuatilia yote na uamuzi mkuu ambao utakuwa unatolewa na Jaji Kipkirui Kibelion hapa katika mahakama ya Nakuru. Naam, asante sana Mike Chalo kwa taarifa hiyo. Bila shaka mtazamaji, ni taarifa ambayo tunazidi kufuatilia. Kwingineko ni kwamba huenda huduma za matibabu katika hospitali za umma katika kaunti ya Mombasa zikatatizika kuanzia leo usiku baada ya madaktari chini ya mwavuli wa KMPDU kutishia kuanza mgomo rasmi iwapo serikali ya kaunti haitashughulikia matakwa yao. Akizungumza jijini Mombasa, madaktari hao wamelalamikia kunyanyaswa na mwajiri wao, wakisema licha ya makubaliano ya kurejea kazini yaliyofikiwa takriban miaka 6 iliyopita, hadi sasa kaunti haijatekeleza masharti muhimu ikiwemo kupandishwa vyeo, kuongezwa mishahara na kuboresha mazingira ya kazi. Aidha, wamelalamikia kuingizwa kwa siasa katika sekta ya afya, wakisema hatua hiyo inahatarisha huduma kwa wananchi. Number one, we have doctors in Mombasa County that have not been promoted since the last strike we had here in 2020. We have doctors that now are being casualized and employed on contractual terms that are demeaning, that they cannot access even the health care that themselves are giving to the county. Even loans they cannot access. We have SRC recommendation of salary increment that has been implemented by other counties across the country, but Mombasa has not implemented. We have a workforce of doctors that have expressed frustration in the hospital because there are no drugs, there are no equipment, there are no supported. And this is coming out of privatization of Coast General Hospital, where the county is not allocating money to the hospital and there's no any exchequer from it. This particular strike that comes after the strike of 2021, and we were here with you. Sadly, it's the same issues. Same script, different casts. This strike underlines or underscores the importance of employees' dignity. The people behind me who serve you as your doctors
have been casualized to an extent that the chief of the county will summon them to a closed meeting and lecture them. That we are demanding respect, dignity, and fair treatment as workers of this county. We cannot have workers who have worked, they wake up every morning, show up for the citizens of this county to provide care under very difficult circumstances, only for the employer to turn around, not just to indignify them, but to also deny them their fair remuneration. Naam, ni taarifa ambayo tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi. Kwingineko ni kwamba polisi mjini Naivasha wanachunguza kisa cha mauaji baada ya mwili wa mwanaume wa makamo kupatikana asubuhi ya leo mkabala na barabara ya Naivasha Mahimahio. Katika mtaa wa Lakeview, mwili huo ulipatikana mita 200 kutoka gari alilokuwa akiendesha, huku ikidaiwa huenda aliuawa kwingineko na mwili wake kutupwa eneo hilo. Marehemu anadaiwa alikuwa akirejea jijini Nairobi kutoka kazini. Polisi wamesema uchunguzi unaendelea na kwamba mwili huo umehifadhiwa katika makafani ya hospitali ya Naivasha, huku gari likikokotwa hadi kituo cha polisi. Wakazi wa Naivasha walikumbwa na mshangao mkubwa baada ya mwili wa mwanaume wa makamo kupatikana kando ya barabara ukiwa na majeraha mabaya shingoni, vidole kukatwa na ulimi kukosekana, gari alilokuwa akiendesha likiachwa na funguo ndani likiwa limeegeshwa barabarani. The incident seems to have occurred between the midnight of the day and the body of the deceased was having a very deep cuts on his neck and his thighs. Inadaiwa marehemu alikuwa ametoka kaunti ya Migori kwa shughuli za kikazi baada ya kukabidhi vifaa vya wanahabari kwa ndugu yake eneo la Ngong. We are not having really concrete information that is connected to any person of the media, but it will be still under investigation to ascertain his full identity and his trail of his movement before he encountered his untimely death by the assailants. Swali la kwa nini alitumia barabara ya Nakuru badala ya ile ya Bomet na Rock limeibua maswali zaidi. Assailants not yet known. Investigations of the culprits still ongoing by the DCI Naivasha. Polisi wanasema huenda mauaji hayo yalitekelezwa kwingineko kabla ya mwili kupelekwa Naivasha na gari lake kuegeshwa kando ya barabara. The scene seems there was no struggle, so it shows clearly, and there was also no blood stains. It seems clearly that the body was dumped on that ground, but it was murdered from a different place. Uchunguzi unaendelea, huku mwili ukihifadhiwa katika makafani ya hospitali ya Naivasha na gari kukokotwa hadi katika kituo cha polisi cha Naivasha. Willy Dennis Njiru, TV47. Naam, ni taarifa ya kuhuzunisha. Asante sana Willy Dennis Njiru kwa kufuatilia taarifa hiyo. Viongozi wa kidini katika kaunti ya Kiambu wameonya kuhusu kuongezeka kwa vurugu za kisiasa na uhuni katika kaunti hiyo, wakisema kuwa mvutano ya kisiasa sasa inajitokeza kupitia mashambulizi na vitendo vya kutatiza mikutano ya maendeleo. Hizi ni sauti za maombi huko Juja katika kaunti ya Kiambu, viongozi wa kidini wakiombea amani katika eneo hilo. Viongozi hao wakiongozwa na Thomas Ndonye na Patrick Njoroge wa kanisa la Redeemed wamedai baadhi ya makundi ya kisiasa yanaajiri vijana kuvuruga mkutano ya maendeleo na kuwatishia wapinzani wao. These incidents are unfortunate. These incidents are uncalled for. That he would be attacked in his line of duty by hooligans and goons that were really organized. Because what happened is notable, that they were organized and they were actually hired. Aidha, wamesema kuwa viongozi wanaodaiwa kupanga fujo hizo lazima wachukuliwe hatua mapema ili kuepuka kuzorota kwa hali ya usalama kadri ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 unavyokaribia. Hiyo ambayo imetokea, jina jipya linaitwa goons. Tungetaka tafadhali serikali ya Kenya, maana mko na machinery zote,
tumalizie hizo vitu zinaitwa gu. Inaripotiwa kuwa wajumbe wa bunge la kaunti walirushiwa mawe wakati wa ziara ya kazi iliyoendeshwa na gavana Kimani Wamatangi na kusababisha kiongozi wa wengi katika bunge la kaunti ya Kiambu, Godfrey Mucheke, kupata majeraha ya kichwa na kupoteza fahamu kabla kukimbizwa hospitalini. Tukiwa eneo la bunge la Kikuyu, hapo ndio niliweza kuvamiwa na wakora ambao walikuwa wamepangwa, jama ambayo ilikuwa imepangwa vizuri, kwa maana tumekuja kulan baadaye na kwamba walikuwa wameambiwa hapo watu wasitoke kama hakuna kuja kuwa na umwagikaji wa damu. Baadhi ya wakilishi wadi waliohudhuria mkutano huo wamesema hawatatishiwa na vurugu zinazoelekezwa kwao na wameapa kuendelea kumuunga mkono gavana huyo licha ya madai ya juhudi za kumng'oa madarakani. Sally Davida, TV47. Na tukiachana na taarifa yake Sally, Jaji Mkuu Martha Koome amemkumbuka mwanamazingira Wangari Maathai kwa ujasiri wake na huduma aliyotoa kwa jamii, akisema mfano wake unaendelea kukumbusha umuhimu wa kutetea haki za binadamu. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya Wangari Maathai, Jaji Mkuu amesema ameshiriki majadiliano na washindi wa tuzo ya amani ya Nobel wakiwemo Olesandra Matvichuk, Shirin Ebadi na Leima Ogobwe, ambapo haki za wanawake na watoto zimefanywa kipaumbele. One of you, through courage, sacrifice and unwavering conviction, you have reshaped the global conversations on peace, that we must always pursue peace, justice, dignity, equality, and environmental stewardship. Importantly, you continue to do so not as symbols of the past achievements, but as active stewards of present and future struggles. Bila shaka mtazamaji, baada ya taarifa hiyo zimekatika dakika 27 baada ya saa 7 kamili saa za Afrika Mashariki. Wacha tuchukue mapumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi, kwa hivyo usibanduke.
Na karibu tena mtazamaji, nizidi kukupasha mengi zaidi. Shangwe na nderemo zilishuhudiwa katika kijiji cha Ndaba, Mwea West baada ya John Wakabu kuachiliwa huru baada ya kifungo cha miaka 20 gerezani. John mwenye miaka 60 alihukumiwa mwaka wa 2012 kwa kosa la kumbaka mtoto na ambapo amemaliza adhabu yake kwa mujibu wa sheria. Susan Locho anatuarifu mengi zaidi. Shangwe na nderemo zimetawala, familia, jamaa na marafiki wa John wakiwa na nyuso za furaha. Hii si furaha ya kawaida, ni kurudi kwa jamaa yao aliyetoka gerezani baada ya miaka 20 ya kifungo. Tuko na furaha sana, furaha kubwa. Unajua mtu amekaa miaka 20 bila kumuona na sasa amekurudia. Siro hata ukiona nikitoa machozi sio kulia. Ni machozi ya furaha akikaribishwa na walompeza kwa muda mrefu. Hakuna kitu yenye nakuanga na mwanzo, hakuangi na mwisho. So mwisho ya maisha yake ya kukaa sera ama ya kukaa kwa polisi ama ya kukaa wapi imeisha. John alifungwa mwaka wa 2012 baada ya kupatikana na hatia ya kumbaka mtoto, kosa lilomweka mbali na jamii yake kwa miongo miwili. Akizungumza baada ya kuwasili nyumbani, anasimulia jinsi maisha ya gerezani yalikuwa magumu na sasa ananuia kuanza maisha mapya, huku akitoa wito kwa jamii kuzingatia sheria. Jela sio kitu kizuri. Mtu akona mafikiria ya kupeleka mtu njera, atupe hiyo fikira sana. Huko sio mali mzuri. Sasa baada ya kutumikia kifungo chake kwa ukamilifu, Wakabiu anadai kuwa amebadilika na analenga kuanza upya, huku akisisitiza kuwa hatamani mtu yeyote apitie maisha aliyopitia gerezani. Ukisikia mahali iko nduru, usikimbie sana. Enda pole pole ukiangalia mbele. Na ukiona uko na giza, kaa kando. Unaweza kufika huko ukute ndio umesukuliwa. Wewe ndio uko na hiyo kitendo. Simulizi ya John ni ya adhabu, tafakari na matumaini ya kuanza maisha mapya. Susan Locho, TV 47. Asante sana Susan Locho kwa taarifa hiyo. Shangwe na nderemo. Kwingineko ni kwamba kauli ya Mithika Linturi kwamba baadhi ya viongozi wa Meru walichanga shilingi milioni 100 kumng'atua gavana wa zamani Kawira Mwangaza imesababisha taharuki ya kisiasa. Kwa upande mwingine, kundi la wanawake limeomba mahakama ya rufaa kumwondolea mashtaka gavana Mwangaza, wakiahidi kumuunga mkono hadi arejee afisini. Wanawake hao pia wamemkosoa Mithika Linturi kwa kile wanachodai ni usaliti wa kisiasa dhidi ya gavana huyo wa zamani. Hiyo kesi ya mama iondolewe juu wenye wote walimsaliti. Waliongea vizuri na wakasema mama hakuwa na makosa. Wakasema mama walinunua justice yake kwa pesa. Sasa tunaomba koti, tunaomba wenye wote waliingililia ndio mama atolewe kwa kiti. Hiyo kitu iangaliwe, wamama wa Meru wanalia, Ashoras wanalia, watoto wanalia. Sisi tulikuwa tunapata hata maendeleo hakuna. Kawira Mwangaza akona kesi kwa koti. Tunasema hivi, hata kama akona kesi kwa hiyo koti, tunaomba hiyo kesi iondolewe ama isimamishwe kabisa, asimame kwa kiti, tumpe kura. Sisi hatuwezi tukasupport Linturi. Kwanza kabisa alituhusia mawe ikiwa fertilizer aliposaguliwa CS wa agriculture, na sasa akasaliti mama. Makosa mawili yale makubwa, hatuwezi tukamchagua Meru. Na tukitoka maeneo hayo, asilimia kubwa ya wananchi katika kaunti ya Bungoma hukumbwa na njaa miezi michache tu baada ya kuvuna mahindi. Ili ni kutoka na madalali ambao huwanyanyasa. Haya ni kwa mujibu wa mbunge wa Kimilili Didmas Baraza, ambaye anasema kuwa serikali ya kaunti ina wajibu wa kuhakikisha kuwa kunakuwa na utoshelevu wa chakula. Akizungumza na runinga ya TV47, Baraza anasema kuwa serikali inafaa kuwekeza pakubwa katika vituo vya ujumlishaji wa zao la mahindi, yani aggregation centers, na kuwawekea wakulima mahindi kwa bei nafuu na kisha kuwarejeshea msimu wa njaa.
Bungoma ni kaunti ambayo imebarikiwa na mashamba ambayo yuko na rutuba ambayo inawezesha kupanda vyakula vya kutosha. Lakini inasikitisha ya kwamba mwezi huu mpaka mwezi wa 4 watu wetu wanalala njaa, hawana chakula kwa boma zao, na wamama ndio wanaumia zaidi ya kuhangaika kutafuta chakula ambayo watoto yao watakula. Sasa hii tunangojea mpaka mwezi wa 5 ili majani ya maharagwe ambayo tutakuwa tumepanda ndio pia tuanze kutumia hiyo, tukingojea mahindi ikomae ndio tusaidie na vyakula hapa Bungoma. Shida ni kwamba chakula ambayo tulivuna mwezi wa Disemba ama mwezi wa 11, chakula hiyo yote watu wetu waliwauzia wafanyabiashara wadogo wadogo korokoro moja ya mahindi shilingi 20. Na kuuza hiyo mahindi sio dhambi. Mimi nikiwa gavana yenu mwaka ujao nitaweka pesa ambayo tutanunua mahindi haya kwa wale wakulima wadogo wadogo ambao wangependa kuuza mahindi yao kwa rejareja ili washughulikie mahitaji kwa boma zao. Na tukiachana na taarifa hiyo, zaidi ya vijana 100 kwenye kaunti ya Taita Taveta wamenufaika na mafunzo ya siku 2 kuhusu ajira ya sanaa kupitia wakfu wa Celestine Nyaga kama njia mojawapo ya njia ya kuwatia motisha vijana kujituma katika shughuli za sanaa kwa namna ya kujiajiri. Celestine Nyaga ambaye aliongoza hafla hiyo amewaambia vijana kwamba ni wakati wa kujiajiri kupitia sanaa na si wakati wa kuilaumu serikali mara kwa mara kwa ukosefu wa ajira. Langu kufika hapa ni kwa ajili ya kuact. Mimi napenda kuwa actress na ningependa ama ningefurahia kama ningekuwa one of the. Mimi nafanya stand up comedy katika events. Na nimekuja hapa kwa sababu nataka nipatie ujuzi zaidi, kwa sababu stand up comedy huwezi fanya bila film, lazima kuwa na watu wa sound. Kwa maana tumekuja katika ili tamasha la leo la Celestine Nyaga Foundation ili tukaweze kupata ujuzi na tukaweze pia kupata. Mbali na taarifa hiyo, serikali za kaunti nchini zinaendelea na mpango wa kuhamia matumizi ya nishati safi ndani ya kipindi cha miaka 10 ijayo, hatua ambayo inalenga kupunguza utegemezi wa mafuta. Akizungumza katika mkutano wa mashauriano kuhusu mpito wa haki na nishati, waziri wa nishati katika kaunti ya Taita Taveta Martin Masege alisema mabadiliko ya hali ya anga yanayoendelea kushuhudiwa kupitia mafuriko na kupungua kwa mazao ni ishara ya dharura ya kuwekeza katika nishati safi. Wadau wamekiri kuwa bara la Afrika linamiliki rasilimali kubwa za nishati safi, ikiwemo 60% ya maeneo bora ya nishati ya jua duniani, lakini uwekezaji katika mitambo ya sola bado ni chini ya 1%. So the Fossil Fuel Treaty Initiative is a proposed international mechanism to address the main cause of the climate crisis, which is coal, oil, and gas extraction. It's responsible for almost 90% of all carbon emissions in the last decade. And as Africa as a continent, we face a disproportionate impact. We're facing climate breakdown from a crisis that we did not cause. So we see the Fossil Fuel Treaty Initiative as a complementary mechanism to the Paris Agreement to deliver a just transition with economic diversification, technology transfers, and renewable energy deployment that can reach energy access for our continent. Na tukitoka huko, wacha tufululize hadi katika maeneo ya Wajir ambapo mashindano ya 4 ya kila mwaka ya Quran katika kaunti ya Wajir yamefikia tamati, huku Abdullahi Abbas akiibuka mwanafunzi bora kwa jumla baada ya kushika nafasi ya kwanza katika kipengele cha juzulu la 30. Kutokana na umahiri wake, alizawadiwa gari aina ya Probox pamoja na fedha taslimu shilingi 260,000 kama ishara ya kutambua juhudi na bidii yake katika kuhifadhi na kusoma Qur'an tukufu. Waziri wa Madini Hassan Ali Joho, aliyekuwa mgeni rasmi, alipongeza serikali ya kaunti kwa kujitolea kukuza elimu ya dini na kuwezesha vijana kupitia mipango kama hiyo. Alisema mashindano hayo ni jukwaa muhimu la kukuza maadili, nidhamu na mshikamano miongoni mwa vijana katika jamii. Hii ndio our 4th competition. We have held it every single year, kila mwaka. Na kila mwaka it gets bigger
and better. Quran is our way of life, and we must live it in every which sense. It must be fundamental to our work ethic, to our engagement in society. Tunakuombea Mwenyezi Mungu kupatie khair inshallah, na wale walopanga Mwenyezi Mungu watakabalie hii dua wapate inshallah, wapate ajira kubwa, na wale ambao wameparticipate kama wanafunzi Mwenyezi Mungu wapatie hikma, busara, ilmu. Na tukiachana na taarifa hiyo, hisia mseto zinazidi kutolewa kuhusu kipindi ambacho tunaelekea katika uchaguzi wa mwaka wa 2027 katika hatua ambayo kwa sasa vyama vya kisiasa vinaonekana kuwa na ushawishi mkubwa, na ikumbuke kwamba ni kipindi ambacho pia vijana wamejitosa katika mjadala wa uongozi. Hebu tuungane naye mwandishi wetu wa habari Wanji Sostin tujuze mengi zaidi akiwa katika maeneo ya Bungoma. Wanji, kama unanipata tujuze kwa kina. Naam, shukrani Joash Onzare. Ni kweli kwamba vyama vilikuwepo, vipo na vitazidi kuwepo, na la mno ni kuweza tu kuwahusisha wakazi wa hapa Bungoma tuone wanayepi kuhusiana na vyama na uchaguzi hapa nchini Kenya. Kwa utangulizi wa jina, labda unaitwa nani na hisia zako ni zipi kuhusiana na hivi vyama? Wananchi huwa wanachagua kulingana na vyama ama wanafanya uamuzi wao wenyewe? Kwa majina anaitwa Philipo Wanyonyi Wekesa, ni mkazi wa kaunti ya Bungoma. Kwa kawaida tuko na vyama vingi na mfumo wa vyama vingi katika taifa letu, lakini hizi vyama zote wananchi huwa wanafika mahali wanapiga kura kulingana na ukabila badala ya vyama na ile mambo ambayo chama kinasimamia. Utapata ya kwamba katika taifa la Kenya mzima vyama vinatokea sehemu ama region mbalimbali za taifa, na kila region ina kabila ambalo ndio wengi katika chama hicho. Sasa Wakenya huwa hawapigi kura kulingana na vyama, lakini huwa wanapiga kura kulingana na ukabila. Wanaangalia mtu yao ako wapi na mtu yao ako katika chama gani na ana mamlaka yapi katika hicho chama. Hiyo ndio inakuwa inafanya wananchi wanapiga kura. That's why utapata ya kwamba vyama katika taifa la Kenya zinaenda kila wakati zikibadilika kwa sababu ya kukosa kubeba ile mambo ya kila region ama kila jamii ama kila kabila. Sasa Kenya wanapiga kura kulingana na ukabila. Ukabila ndio swala kuu katika maamuzi ya kupiga kura katika taifa la Kenya. Na yule ambaye anataka apite kura lazima ahusishe makabila yote katika chama yake. Ndio sababu unaona katika Kenya chama kimoja hakiwezi unda serikali. Lazima tukue na coalition. Mfumo wa vyama vingi ambavyo vinakuja pamoja kama coalition ndio wakuwe na uwezo ya kutengeneza serikali, ndipo wakuwe na uwezo wananchi kuwapigia, kwa sababu chama chao tanzu kinahusika katika hiyo coalition. Sasa tunakuwa na vyama tanzu ni kwa sababu ya swala la ukabila, na ni vigumu sasa Kenya kumaliza masuala ya ukabila kwa sababu wananchi wamezoea na wananchi wanataka hivyo. Hivyo ndio utaona tukienda kwa kura, chama kile ambacho kitaweka vyama tanzu vingi kutoka katika region, hicho chama kitakuwa na uwezo ya kushinda kura, kwa sababu wananchi watakuwa wanapiga kura sio kwa sera ama policy za chama ama yala ambayo chama ideology ya chama, bali itakuwa ni kwa sababu ya ukabila kutoka region mtu yetu ako hapo. Hiyo ndiyo imekuwa pia kisingiti kikubwa kwa kumaliza mambo ya ufisadi katika taifa, sio kwa sababu hakuna sheria ambayo inalinda wananchi dhidi ya ufisadi. Ufisadi unaendeshwa ni kwa sababu ya ukabila. Kila kabila limekula zaidi kwa serikali, imeendesha mambo ya ufisadi, na hiyo ndio swala ambalo linatatiza nchi ya Kenya kupata maendeleo, kwa sababu ya swala la ukabila imekuwa kisingiti kupigana na ufisadi. Ukishikwa kwa mambo ya ufisadi, watu yako wanasema wamelemea mtu yetu, kwa sababu huyu ndio mtu yetu, ndio kingpin, ndio mtu anatuongoza, na yeye amehusika katika swala la ufisadi ambalo, na wengine nao wataachiliwa kwa sababu ni mtu yao pengine ni mkuu wa polisi, ni mkubwa katika serikali, ni director wa public prosecution, ni magistrate, ni judge. Atakuachilia kwa sababu wewe ni mtu yake, na anakuachilia kwa tuhuma
za ufisadi. Sasa inakuwa vigumu kumaliza ufisadi, inakuwa vigumu kumaliza swala la ukabila ikikuja kwa mambo ya vyama na upiga kura katika taifa la Kenya. Kwa sekunde 20 wewe binafsi waweze kumpigia mgombea yeyote yule ambaye hana chama? Mimi na uwezo ya kupigia mgombea yoyote ambaye hana chama, mradi yala ambayo amenielezea ana uwezo ya kufanya katika serikali, akipewa hiyo nadhifa ataweza kufanya. Mimi binafsi nitapigia mtu ambaye ako katika chama ambayo mawazo yangu yanaingiliana na yake, ana uwezo ya kuleta mabadiliko. Vile vile naweza pigia mtu chama ambaye ako katika ni mkombezi huru kulingana na yale ambayo ana uwezo kufanya kubadilisha serikali. Na ninajua ya kwamba kubadilisha serikali ya Kenya, wale ambao wanafanyia wanaotafuta uongozi inatakana wajiandikishe na SHA, wapeleke watoto wao kwa shule za public, ndipo mwananchi apate services ambazo zinatakana. Sasa mimi nataka yule ambaye anakuja kuniomba kura saa hii, kwanza ajiandikishe na SHA, pili atoe watoto wake kwa private aweke kwa public, ndio nijue nikimpea mamlaka kuwa kiongozi wangu atawasilisha na kuwakilisha yale ambayo mimi nahitaji kama mwananchi wa kawaida. Kwa maana mwananchi wa kawaida shida yake ni mambo ya afya, mambo ya elimu na mambo ya miundo misingi na maendeleo ya kawaida. Na iwapo viongozi watakuwa na private insurance ya medical, wanaenda kwa hospitali tofauti na za wananchi, wanapeleka watoto wao kwa shule tofauti na zile za wananchi, hakuna siku Kenya wananchi watapata haki ama wapate services ama huduma ile ambayo wanatarajia kutoka kwa serikali. Naam, shukrani Joash Onzare. Namna ulivyosikia kuna masuala ibuka kando na swala ambalo tunazungumzia kwa sasa, swala la vyama. Masuala ibuka yamekuwa ukabila na vilevile ufisadi. Kwa hiyo ni hayo tu kutoka hapa kaunti ya Bungoma, na rejesha kwako. Mimi ni Wanji Sostin. Asante sana Wanji Sostin ambaye alikuwa amefanya mahojiano hapo awali pamoja na wakazi katika kaunti ya Bungoma kuhusiana na mjadala ambao ulikuwepo hapa studioni. Wengineko ni kwamba polisi katika eneo la Ongata Rongai katika kaunti ya Kajiado wanatuhumiwa kushirikiana na magenge ya walanguzi wa ardhi kuwanyang'anya wamiliki halali mashamba yao. Wakazi wanasema kwamba wanaishi kwa hofu kufuatia matukio kadhaa ya uvamizi na ubomoaji wa nyumba unaodaiwa kufanywa kwa ushirikiano kati ya wahuni na maafisa wa usalama. Sasa waathiriwa wameandika barua kwa mkurugenzi wa idara ya DCI Mohamed Ibrahim Amin wakitaka uchunguzi wa haraka na kurejeshewa haki yao. Hapa sasa mimi najua hapa area hii wamefanya makosa sana. Juu tunajua mwenyewe amekaa hapa muda mrefu wa miaka kama 20, anaitwa tunamwita Katu. Sasa kuja kubomolea mtu na ako na watoto. Wamedhulumu mpaka watoto. Juu sasa watoto walikuwa wanaishi hapa kwao na nyumba imebomolewa. Sasa hata wana kwa kuishi, wanaomba kwa kuishi. Polisi kama 8 walikuja kwa hiyo nyumba yangu pale hii hapa, wakanisika, wakanipeleka jela, ambayo kuwauza mashtaka ni nini hawaniambii. Na tukiingia michezoni ni kwamba timu ya taifa ya soka ya kinadada Harambee Starlets ilipokezwa kichapo cha mabao 2-0 na Benin kwenye maandalizi yao ya dimba la soka la kinadada barani Afrika. Starlets ambao wanatumia mechi za kirafiki kunoa makali baada ya kutua nchini Ivory Coast watachuana tena na wenyeji Ivory Coast hapo kesho kabla ya dimba hilo kuanza rasmi tarehe 17 mwezi huu nchini Morocco, ambapo watamenyana na Morocco kwenye mechi yao ya kwanza ya kundi A.
build up match yetu, kuprepare kwenda AFCON. So at least tumeona makosa zetu ziko hapa. The next game Ivory Coast rectify na tutakuwa na better results sure. Yeah. Benefit hizi friendly ni kukuwa prepare, kukuwa tu ready, unaelewa. Ndio kuona place iko na mistake, ndio next training na makoches waone pale tuko na makosa warekebishe before AFCON, unaelewa. Benin pia wako wa rahisi, but ilisha happen kenye imehappen. Tuna focus kwa next game ambayo ni tunacheza na Ivory Coast on Wednesday. Then after that I think after your friend utajua tuko wapi. Naam, na tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba Wiki Keragori alitoa taji la wanaume katika mashindano ya mchezo wa badminton ambayo yaliandaliwa mjini Nyeri kama njia mojawapo ya kukuza talanta za mchezo huo. Katika kitengo cha akina dada, Naomi Wandili alitoa ubingwa, huku Bravin Masinde na Masi Muhindi wakitajwa kama wachezaji chipukizi bora kwenye mashindano hayo ambayo yalivutia zaidi ya wachezaji 70. It's been an interesting competition, very fulfilling at the end of it. So yeah, I'm happy. When the national team was here, and they have really gotten a tough competition from the juniors, meaning the sport, there is a really big future for this sport, despite the challenges that we are facing. We hope that in the coming years, this event will grow bigger, cause more impact, and that we shall be able to repeat it more often. Kwingineko ni kwamba zikiwa zimesalia siku 9 mashindano ya magari ya WRC Safari Rally yafanyike katika kaunti ya Nakuru. Mashindano hayo yamepigwa jeki ya shilingi milioni 45 na kampuni ya mvinyo ya EABL. Mashindano hayo yataanza rasmi tarehe 12 hadi 15 mjini Naivasha, ambapo madereva tajika kama vile Otto Tanak, Thierry Neuville, Takamoto Katsuta na wengine wataonyesha ubabe wao kwenye barabara za vumbi, matope na mabonde. Globally, the rally continues to draw crews from more than 20 countries, positioning Kenya firmly on the world motorsport stage. Beyond the attendance of the event, the publicity it attracts both through mainstream media and digital channels plays an important role in amplifying Kenya's visibility to millions of viewers worldwide. The economic impact is equally significant. The rally generates a total economic value of over 60 billion Kenya shillings through tourism, hospitality, transport, media exposure. And for Naivasha and the surrounding communities, Rally Week means increased business activity, job opportunities, and global spotlight. I believe we are ready for the 2026 safari. For me as a navigator, this will be my 5th safari. So I am well knowledgeable about the do's and don'ts of safari. And we are ready to tackle the event. Leo Wakenya wanazidi kujiandaa katika mashindano hayo ya WRC. Kwingineko ni kwamba matumaini ya Real Madrid ya kutoa ubingwa wa ligi kuu ya kandanda nchini Hispania
mwisho. Nimekuwa mtangazaji wako Paul Kirobi. Mie nakutakia mchana mwema, lakini zidi kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Mtandao wa X ni TV47 Digital, kwenye YouTube ni TV47 Kenya. Shukrani za dhati.